tumejipanga kuhakikisha kwanza Chama cha Mapinduzi kinaendelea kushika hatamu. Lakini 2, tunafanya mageuzi, vijana wanajitokeza kwa wingi kuchukua fomu. Na sio kuchukua tu fomu tu, na kushinda. Ndio. Tunafahamu mchakato wa kura za maoni bado, watu kujitokeza kuchukua fomu ndani ya chama mpaka tarehe 28 Juni mpaka Julai 2 mwaka huu. Pengine nafasi ya vijana kugombea nafasi za ubunge, udiwani na ziko vipi, na mpaka sasa hivi nyinyi kama mmoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mmejipangaje katika hilo? Kwanza tunao mkakati. Tayari tushafanya ziara ya kuhamasisha vijana wajitokeze katika nafasi hizo. Lakini pia kuna ziara nyingine ambayo imeitwa 7 ya kibabe. 7 za kibabe ambao utakuja na ambao moja ya lengo ni kuja kuhamasisha vijana. Lakini mikakati tumeshajiweka kuhakikisha kwamba umoja wa vijana ni taasisi ambayo imeanzia kuanzia ngazi ya shina hadi ngazi ya taifa. Kwa hiyo tumeshajipanga kuanzia ngazi ya shina hadi taifa kuhakikisha kwanza tunahamasisha vijana, lakini tunaweka mikakati iliyo thabiti kwa ajili ya vijana wajitokeze na kuendelea kuingia kwenye vikao na kuwatetea vijana ili waweze kurudi kwenye tatu bora. Tunafahamu kwamba kuna ziara mwenyekiti wa CCM Taifa ndugu Mohamed Kawaida anakuja mkoa wa Rukwa. Pengine ziara yake katika mkoa huu wa Rukwa ilitakiwa ifanyike awali, wakasogeza mbele. Anapokuja safari inalenga haswa kufanya kitu gani katika mkoa wetu wa Rukwa? Kwanza ni kuimarisha uhai. Ukumbuke mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM Taifa ni mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa. Anakuja kuangalia uhai wa Chama cha Mapinduzi. Pia anakuja kuangalia uhai wa jumuiya zote 3. Lakini kingine anakuja kuhamasisha vijana wajitokeze kwa wingi kushiriki kwenye uchaguzi. Lakini pili, anakuja kuhamasisha wananchi wa mkoa wa Rukwa wajitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Lakini kingine anakuja kuangalia vikundi vya vijana, uhai wa vikundi hasa wanaopata mikopo kutoka halmashauri zetu zote 4. Ndio. Ndio lengo ambalo tumeita 7 za kibabe, ambapo kwa kweli kwa mara ya kwanza mkoa wa Rukwa hawataona ziara ambayo itafanyika kibabe kama hiyo ya mwenyekiti wa umoja wa vijana taifa. Umegusia swala zima la mikopo kwa vijana. Watu wengi waga nahisi kwamba hii ni mikopo kwa ajili ya vijana wa Chama cha Mapinduzi tu. Sijui mnalipi la kusahisha hilo kuambia wananchi? Mikopo hii ni kwa ajili ya vijana ambao ni wa Kitanzania, sio vijana ambao ni wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo vijana Tanzania hii au mkoa huu wa Rukwa kuna vijana wa Chama cha Mapinduzi, kuna vijana wa Chadema, kuna vijana wa Kafu, kuna vijana ambao wajihusishi na vyama. Kwa hii mikopo sheria inawatambua ambao ukiwa raia tu wa Tanzania ambaye unakizi kile kigezo cha kuita wa kijana, basi unakuwa umefuzu hizo taratibu za kupata mikopo. Ndio. Kwa hiyo ratiba mwenyekiti ya Mohamed Kawaida itakuwa vipi akifika mkoa wa Rukwa? Anaingia tarehe 14 ambayo tunamfanyia mapokezi makubwa pale wilayani Nkasi. Tarehe 14 hiyo atakagua vikundi vya vijana pale wilayani katika mji wa Namanyele, na kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara. Kwa mara ya kwanza kutakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara ambao hujatokea pale Kilando panaenda kufanyika mageuzi makubwa. Kwa hiyo niombe wananchi wajitokeze. Kutakuwa na mkutano mkubwa sana pale Kilando ambapo mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM Taifa ndugu Mohamed Ali Kawaida atahutubia pale wananchi wa Kilando na maeneo yote ya mwambao mwa ziwa Tanganyika. Lakini tarehe 15 atakuwepo hapa wilaya Sumbawanga vijijini pamoja na Sumbawanga mjini, ambapo asubuhi ataenda chuo cha Musti pale Sumbawanga vijijini atatembelea. Lakini baadaye atakuja kutembelea airport Sumbawanga mjini. Ukumbuke kwamba tuna mradi wa airport, atautembelea mwenyekiti wa umoja wa vijana wa taifa. Lakini pia atawatembelea vijana pale ujenzi wanaojihusisha na ujasiriamali. Ndio. Lakini pia atatembelea, kuna vijana wapo Sigura Wezesha pale foundation, wanajifunza masuala ya ufundi cherehani. Lakini pia ataenda kufanya mkutano wa ndani mkubwa kuongea na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wote. Ndio. Kikubwa zaidi
watakuwepo wadau mbalimbali na wanachama mbalimbali. Kwa hiyo utakuwa ni mkutano wa wanachama wote ambao utafanyika kuanzia majira ya saa 8 mchana katika ukumbi wa Nazareti. Okay. Kwa hiyo nihamasishe wananchi ambao na wanachama ambao wapo karibu wajitokeze kwa wingi pale kwenye ukumbi wa Nazareti, ambapo tunaamini viongozi wote watakuwepo wa chama na wa serikali ambao wapo ndani ya mkoa wa Rukwa, bila kusahau wabunge wote ambao wapo ndani ya mkoa wa Rukwa wakiongozwa na mbunge mwenyeji ndugu Aisha Alfani Lali atakuwepo. Kwa hiyo msikose ndugu wanachama, itakuwa ni siku ambayo hamjawahi kuiona na mtashuhudia mambo mengi. Okay. Jamani, hiyo ndo ratiba ya ujio wa mwenyekiti wa UVCCM Taifa Mohamed Kawaida katika mkoa wa Rukwa, na wasili hapa tarehe 14. Na mtakwenda kumpokea wapi umesema? Na Manyere. Atapokelewa huku na kuendelea na kile kilichomleta katika mkoa wa Rukwa. Tuko pia na Ibrahim Msaga. Hebu tuambie nafasi yako ndani ya umoja wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Rukwa. Asante. Mimi naitwa Ibrahim Hamisi Msaga, ni katibu wa idara ya uhamasishaji na chipukizi UVCCM mkoa wa Rukwa. Na ukiwa katika idara yako hiyo, mnafanya jitihada za namna gani kuhakikisha kwamba vijana wengi wanajiunga na umoja huu wa Chama cha Mapinduzi? Kwanza tumeweza kushiriki sisi kama umoja, kama idara, kuhakikisha kwamba tunashiriki matamasha mbalimbali na kuyaandaa. Ndio. Lakini kufanya vikao vya mara kwa mara na vijana ambao ni wana wa umoja wa vijana na wale ambao bado hawajajiunga na umoja wa vijana. Lakini katika kuhakikisha kwamba vijana wanajiunga na chama pamoja na jumuiya yetu, tumekuwa tunawafikia katika makundi yao. Mavyuoni, maeneo mbalimbali ambapo vijana wanakusanyika. Huko tumeenda kuweza kueleza itikadi ya chama, lakini tumeenda kueleza umuhimu wa wao kujiunga na jukwaa hili muhimu katika nchi yetu. Naam. Okay. Na ushirikiano wenu uko vipi na wabunge wanaotokana na Chama cha Mapinduzi kutoka mkoa wa Rukwa, tukianza na mbunge wa jimbo la Sumbawanga mjini Mheshimiwa Aisha Alfani Hilali? Kolabo yenu vijana wa Chama cha Mapinduzi na Mheshimiwa mbunge iko vipi? Sisi tumekuwa na mahusiano mazuri sana na mbunge wa jimbo hili, na si mahusiano ya kupigiana simu na kuongea tu. Kwa sehemu amekuwa msaada mkubwa kwa vijana. Ndio. Lakini pia amekuwa msaada mkubwa sana kwa jumuiya yetu kuanzia ngazi ya wilaya lakini mpaka mkoa. Yapo mambo mengi ambayo ameyafanya kwenye jumuiya yetu, ingawa mimi sio msemaji na msemaji mwenyekiti hapa yupo naye anafahamu. Okay. Lakini ametugusa katika maeneo mengi sana ya kimaendeleo. Ndio. Na hivi ni juzi tu hapa, kama sio mwezi wa ngapi, tulifanya uzinduzi wetu wa ile media yetu ya Posuta Media. Ndio. Alitushika mkono, akatuahidi mambo mengi na akatusaidia kutufanyia harambee ya vifaa ambavyo tulikuwa tunahitaji sisi ili tuweze kufanya mambo yetu. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa na mahusiano mazuri sana na sisi, na tunamshukuru kwa hilo. Okay. Naam. Mwenyekiti, sasa tuambie, turudi kwako mwenyekiti mwenyewe, bosi tajiri tuko naye hapa. Tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2025. Nyinyi mnasema Oktoba mnatiki. Ndio. Chadema wanasema no reforms no election. Nyinyi vijana wa Chama cha Mapinduzi hamwamini katika reforms kufanyika kabla uchaguzi mkuu Oktoba mwaka 2025? Kwanza sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi tunaamini katika demokrasia. Na nchi yetu imejengwa kwenye misingi, tunafuata misingi ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Na reform kwa Chadema wanayo haki, na sisi CCM Oktoba tunatiki, tunayo haki. Kwa sababu kwa mujibu wa katiba na demokrasia, kila chama kina uhiari wa kutaka kile kinachofikiri yeye chenyewe kinataka pasipo kushurutishwa. Na wao wamesema hawashiriki uchaguzi. CCM haina uwezo wa kwenda kuwashikia viboko kwenda kuwachapa ili washiriki uchaguzi. Kwa mujibu wa katiba, na nchi inaongozwa kwa demokrasia. Kwa hiyo wamechagua demokrasia yao kwa sababu misingi ya katiba inawaruhusu hivyo. Ndio. Na sisi tunaendelea kuhamasisha wananchi ambao wa mkoa wa Rukwa kwamba tunayo katiba, tunayo sheria ambayo inatutaka kila baada ya miaka 5 tufanye uchaguzi. Nchi hii changamoto kubwa sio reform. Changamoto kubwa inayokumba nchi hii ni changamoto ya afya, maji, miundombinu, elimu. Lazima tuende kwa wananchi tuwaeleze namna gani ambavyo tutatatua hizo changamoto. Okay. Ndio vipaumbele vya wananchi wa Tanzania, sio reforms. Okay. Lakini hatuwabezi, tunatakiwa kuwasikiliza.
Maneno ya mwenyekiti wa VCCM mkoa wa Rukwa. Tuambie ni kwa namna gani unajaribu kutatua changamoto za vijana katika mkoa wa Rukwa ukiwa kama mwenyekiti wa VCCM? Changamoto kiukubwa ilani inatekelezwa kwa namna ambavyo kwanza kupitia fursa mbalimbali. Tumeona miradi mingi mikubwa imeletwa ndani ya mkoa wa Rukwa. Na miradi mingi inapotekelezwa walengwa wakubwa ni vijana ambao ndio nguvu kazi. Tumeona mradi wa airport pale, ukienda wafanyakazi wengi ni vijana. Tumeona miradi ya barabara, hii ya taxi, walengwa wakubwa ni vijana. Lakini tumeona madarasa yanajengwa kupitia sekta ya elimu, lakini wafanyakazi wakubwa ni vijana. Tumeona vituo vya afya vinajengwa. Kwa hiyo ilani namna kupitia sekta binafsi inatekelezwa. Okay. Lakini hata kwenye mikopo tumeona kuna vikundi vya vijana vinapewa pesa, na unaona kabisa uhai namna ilani inavyotekelezwa na vijana wanasonga mbele. Ndio. Na uralipi mwenyekiti la kuwashauri vijana tukiwa tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu hapo baadaye Oktoba, ni kwa namna gani wanaweza kushiriki kwenye majukwaa ya siasa kwa amani na kwa kuzingatia maadili bila kuleta mpasuko katika jamii? Kwanza kabisa nipende kutoa rai kwa vijana wenzangu kwamba nchi hii hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Lakini nchi yetu ndio nchi ambayo haina mbadala wa Tanzania. Kwa hiyo nitoe rai kwa vijana kwanza kuwa waadilifu na wazalendo kwa taifa lao. Lakini pili, wafuate misingi ambayo tumejiwekea, ambayo ni amani na utulivu. Lakini tufuate misingi ambayo tumejiwekea, kila baada ya miaka 5 tufanye uchaguzi ambao